Baadhi ya tabia ambazo zinakwenda kinyume na ukarimu na tabia ya Kristo, lakini pia zinapinga sheria ya Mungu ya upendo ni kama zifuatavyo. Dhambi ya kwanza ni kufanya kiburi. Ni mtu mwenye kiburi. Mtu mwenye kiburi ni mtu ambaye anajiona kwamba yeye ni bora kuliko watu wengine. Anajiona kama yeye ni wa thamani kuliko watu wengine. Haoni kama watu wote ni sawa, hapana. Anajiona kama yeye ni mtu mwenye ni bora na ni wa thamani kuliko watu wengine. Na wakati Mungu alijishusha kwa ajili yetu sisi na akavaa unyenyekevu kwa ajili yetu sisi wanadamu, na mpaka akafanya nini? Akatufilia msalabani. Tukisoma kitabu cha Petro 5:5 anasema kuwa mtu mnyenyekevu upata neema na kibali kutoka kwa Mungu. Hapa tunaona kwamba Mungu anawapenda watu wanyenyekevu, watu ambao wanajishusha, watu ambao wanajiona kama hawajioni kama wenyewe ni bora, hawajioni kama wenyewe ni wa thamani kuliko wengine, hapana. Wanajiona kama watu wote ni sawa kwa sababu mfano nini? Wameumbwa na Mungu. Lakini pia kusoma kitabu cha Mithali 22:4 anasema kuwa sababu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Mungu ni utajiri, na heshima nayo ni uzima. Tunaona kama mtu ambaye atakuwa ni mnyenyekevu, Mungu anaahidi kufanya nini? Anaahidi kumpatia hekima na nini? Na heshima, kwa sababu huyu mtu ni nani? Ni mnyenyekevu. Lakini pia anasema kuwa kwenye kitabu cha Petro wa kwanza anasema kuwa wenye kiburi huanguka, lakini wanyenyekevu hupata neema. Kwamba wale ambao wana viburi hawezi kufanya nini? Hawezi kuinuka, hawezi kufanya nini? Hawezi kubarikiwa na Mungu kwa sababu wana nini? Wana kiburi. Lakini unapokuwa mnyenyekevu, unapokuwa umeamua kushikamana na Kristo na kuvaa unyenyekevu, kwamba wewe utapata neema na nini? Na kibali machoni pa Mungu. Lakini pia kuna dhambi nyingine ambayo ni machukizo, lakini pia inaenda kinyume na sheria ya Mungu ya ukarimu na nini? Na tabia ya Kristo, ni kujifikiria mwenyewe bila kuwafikiria wengine. Hii ni tabia ya ubinafsi. Unakuta mtu ni mbinafsi, anajifikiria yeye tu, afikirii wenzie, anajifikiria yeye tu. Hii ni tabia ambayo inakwenda nini? Kinyume na sheria ya nani? Ya Mungu. Kama Kristo angejifikiria mwenyewe, asingeweza kutufia sisi msalabani. Lakini ndio kwamba Yesu alitupenda sisi wanadamu na mpaka akaenda kutufikiria, akaamua kuenda kutufia pale msalabani. Hii ni kwa sababu yeye hakuwa nini? Hakuwa mbinafsi. Unapokuwa mbinafsi, unakwenda kinyume na nini? Na sheria ya Kristo, sheria ya upendo, sheria ya ukarimu. Na unapokuwa mbinafsi, huwezi kuwapenda wengine. Uwezi. Unakuwa unajijali ni wewe tu. Hata wakishinda njaa wenyewe kwako ni sawa. Kwa wewe ni nani? Ni mbinafsi. Lakini pia tabia nyingine ni kuwa mchoyo. Mtu ambaye ni mchoyo, ana vitu, anaona kabisa watu ni wahitaji, watu wana shida, hataki kutoa na vificha ndani. Anaona watu labda ni yatima, wanahitaji mahitaji fulani, nataka kutoa kitu, au mtu ana changamoto hii na hii, atoi. Mungu hawapendi watu wa namna hiyo. Anapenda watu ambao wakiona watu wana shida, ni wahitaji, anatoa. Sio mpaka utoe vitu vingi sana, hapana. Kile ambacho unacho tu kidogo, unapokuwa ukitoa, ile tayari nini? Ni thawabu kutoka kwa Mungu. Lakini pia ni tabia nyingine ambayo Kristo anaipinga, sababu inaenda kinyume na nini? Na sheria yake alionayo ya upendo na ukarimu wake, ni tamaa. Mtu mwenye tamaa, mtu ambaye yupo laji hata amuue mwenzie, aende hata kwa waganga, hata atoe kafara kwa ajili ya nini? Ya mali. Hizo ni tabia ambazo Mungu afanye nini? Azipendi. Yeye Mungu hakuwa na hizi tabia, ndio maana akakubali kutufia sisi msalabani. Sisi tuna makosa, tumefanya dhambi, lakini mpaka anakuja kutufilia ili sababu Mungu akwa afanye nini? Anatupenda. Ndio maana anatusisitiza tusiwe watu wenye viburi, tusiwe watu ambao ni wabinafsi, tusiwe wachoyo, tusiwe watu ambao tuna mitamaa. Mwisho tunaweza kujikuta tufanye nini? Tumeingia kwenye nini? Kumtumikia shetani. Bwana awabariki sana.